Naam, karibu mtazamaji wa Bahari TV. Ni siku nyingine njema kabisa iliyotulivu kabisa. Karibu tuendelee kuzitazama habari ambazo tuko nazo kwa siku hii ya leo. Wakati huo, katika hotuba ya moja kwa moja kwa taifa, Donald Trump amesisitiza kuwa Marekani haitavumilia kile alichokiita mbinu za Iran za kuchelewesha mazungumzo ya nyuklia yanayotarajiwa kufanyika Geneva. Amesema Irani inaonekana kuwa chini ya shinikizo kubwa la kiuchumi na kijeshi, huenda ikalazimika kukubali makubaliano mapya. Trump ameonya kuwa ikiwa hakutakuwa na makubaliano ya haki, Marekani iko tayari kuchukua hatua za kijeshi, ikiwemo shambulio dogo. Aidha, amekanusha madai kwamba mwenyekiti wa wakuu wa vikosi Jenerali Dan Kaina alimshauri dhidi ya kumshambulia Irani, akidai jeshi lake la Marekani lina uwezo wa kushinda kwa urahisi. Kauli hiyo inafuata baada ya operation itwayo Operation Midnight Hammer ambayo Trump amedai imeharibu vibaya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Mtazamaji wa Bahari TV, yapo maoni ambayo wametutumia watazamaji wetu hapa ndani. Sasa naanza kupitia ujumbe wa kwake. Huyu hapa anaitwa Ana Agustino wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema anaamini msimamo mkali wa Marekani unaweza kuongeza taharuki za kimataifa. Mazungumzo ya kidiplomasia yanapaswa kupewa nafasi zaidi badala ya vitisho vya kijeshi. Anaandika hivyo ujumbe wake. Briani Otieno wa Nairobi anasema anaona kuwa shinikizo la kiuchumi linaweza kuilazimisha Irani kukubali masharti mapya, lakini shambulio lolote la kijeshi linaweza kuathiri uchumi wa dunia, hasa bei ya mafuta kote ulimwenguni. Leila Fahardi wa Tehran, yeye anasema raia wa kawaida wa Irani ndio wanaoathirika zaidi na mivutano hiyo. Tunataka suluhu ya amani, si vita. Kauli za mashambulizi zinatupa hofu sisi kama wakazi. Na weka nukta na ujumbe huu wa kwake Michael Johnson wa New York City. Anaandika hivi, anasema anaunga mkono msimamo mkali wa Trump, akisema Marekani inapaswa kulinda maslahi yake ya usalama. Ikiwa mazungumzo yatashindikana, basi hatua madhubuti zichukuliwe. Mtazamaji wa Bahari TV, tunaweka nukta kwa ujumbe wa kwake huyu hapa Michael Johnson wa New York City. Sasa nafasi kwako wewe ambaye na mtazamaji wetu na msikilizaji ambaye unatufuatilia hivi sasa, maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Jina langu mimi ni Friday Mwangomare. Asante kwa kuifuatilia Bahari TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.